السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على هذا النبي المحمود سيرته الذي حين جاءنا بالرسالة لم يبق من شجر ولا حجر إلا تحييه نطقا حين لقاها، وكلمته جمادات الوجود على علم كأن لها حسا وأفواها. مني السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها. درسنا اليوم سنتكلم عن سنن الصلاة، وسابقا تكلمنا عن التشهد وعن واجبات الصلاة وأركان الصلاة. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن سنن الصلاة. Darasa iliyopita tulizungumza kuhusu nguzo za swala na wajibu za swala. Darasa ya leo tunazungumzia sunna za swala, na tukisema sunna za swala maana yake ni vile vitu ambavyo ukivifanya usipovifanya ndani ya swala yako haibatiliki. Hata kama umeviacha kwa kusudi, swala yako haibatiliki. Ndio maana ya sunanus salati. Lakini wajibati swala na arkanus swala, hivi vinabatilisha swala kama mtu ataviacha kwa kusudi. Ukiacha arkanu swala kwa kusudi huna swala. Ukiacha wajibati swala kwa kusudi huna nini? Huna swala. Ama sunanu swala ni vitu ambavyo unapoviacha bado swala yako inazingatiwa ni sahihi, licha ya kuwa itakuwa iko na mapungufu. Qala al-muallif rahimahullah, sunanu salati, sunna za swala. Wa minha, miongoni mwanzo katika hizo sunna za swala, kwanza ni alistiftahu. Istiftahu ni dua ya kufungulia swala, hii ni sunna na ziko nyingi, lakini nini? Ni sunna. Ya pili, ja'alu kaffi al-yadi al-yumna. Ja'alu ni kuweka, kaffi kiganja, al-yadi al-yumna cha mkono wa kulia. Ja'alu kuweka, kaffi al-yadi kiganja cha mkono, al-yumna wa kulia, ala al-yusra juu ya mkono wa kushoto, fauqa swadri tena juu ya kifua. Juu ya nini? Ya kifua. Hina al-qiyami, ule wakati mtu amesimama. Hina al-qiyami, ule wakati wa kisimamo, yani pale wakati nimesimama Allahu Akbar, kuweka mikono miwili katika kifua ni sunna. Qabla rukui, kabla ya kurukuu, wa baadahu, na baada ya kurukuu. Kabla ya kurukuu sinaweka mikono miwili, na baada ya kurukuu nikiitadili nafanyaje? Naweka tena mikono miwili. Licha kuwa kuna khilafu kwa wanachuoni kuwa je, mtu akirudi akiitadili arudishe mikono yake kama alivyokuwa au aiache. Kuna hadithi, kuna sahaba asema ilikuwa mtume anapoitadili, yarji'u kullu fakarin ila makani, kinarudi kila kiungo pahala pake. Ile sahaba asema ilikuwa mtume akiitadili kila kiungo kinarudi pahala pake.
Sasa khilafu kwa wanachuoni ni hapa pahala pake. Sasa ni kuwa je, yani kabla ya swala, kwa sababu mtume wakati anaenda kwenye swala si mikono ilikuwa ameachia, kwa sababu ni kosa mtu kwenda msikitini ameshika kiuno. Kwa maana yake kabla ya swala alikuwa mikono ameiachia, au kwa maana kabla yani kinarudi kila kiungo pahala pake kama alipokuwa min qablu, yani kabla hajarukuu mikono ilikuwaje? Ilikuwa hapa. Kabla hajaingia kwenye swala mikono ilikuwa wapi? Ilikuwa hivi. Kwa hiyo khilafu wanachuoni ipo kwenye hii hadithi kuwa kila kiungo kinarudi pahala pake kama alipokuwa kabla ya kuitadili. Kabla ya kuitadili, hili neno kabla ndio liko na khilafu kwa wanachuoni. Kwani kabla ya hapo alikuwa wapi? Alikuwa hapa. Nasema hapana, kabla ya yote manake kabla hajaingia kwenye swala na kabla hajaenda kuitadili mikono ilikuwa imenyooka hivi. Kwa manake ilikuwa anapoitadili mikono anaiachia, ndio akasema hapana, mikono anaifunga. Khilafu hii wanachuoni wa fiqh wanaita ni ikhtilafu tanawu. Ikhtilafu ziko sehemu tatu: kuna ikhtilafu tadadi, kuna ikhtilafu sa'ir, na kuna ikhtilafu inaitwa ikhtilafu tanawu. Ikhtilafu tanawu ni ile ambayo tumetofautiana kuelewa, huyu amefahamu hivi, huyu amefahamu hivi. Hii haina madhara. Kwa hiyo kuweka viganja vya mkono, kiganja cha mkono wa kulia ala al-yusra juu ya kiganja cha mkono wa kushoto, fauka sadri, tena juu ya kifua, hina alqiyam, ule wakati wa kisimamo, kabla rukui, kabla hajarukuu, wa baadahu, na baada ya kurukuu. Kuweka mikono kwenye kifua ni sunna. Sasa hata wale maibadhi ambao wanaacha wakiswali kwa maana wako sahihi, wako sahihi, wako sahihi. Naam, mimi kwa nilipoelewa nasema wako sahihi kwa sababu sunna nzuri wasema katika kwa hiyo wako sahihi kunyosha mkono, hawako sahihi. Haidhuru. Hii inadhuru kwa sababu hii ni tarku sunna bilkulliya inaitwa, yani hii ni kuacha sunna moja kwa moja. Pamoja, hii ni kuacha sunna moja kwa moja. Yani siku moja moja mtu kama ataamua, na tukisema sunna jamani, yani kama nilivyosema kuwa hakibadilishi nini swala, lakini ni kosa. Kwani kila kosa mtu akikosea anaadhibiwa? Hapana, lakini kosa, ila makosa yanatofautiana nini daraja na malipo yake. Kwa hiyo si sahihi mtu kuswali akiwa ameacha mikono yake. Ya tatu, raf'u liyadaini, unyanyua mikono miwili, madmumatayil asabi'i, ainyanyue mikono madmumatay, akiwa hali ya kuvikusanya, madmumatayil asabi'i, hali ya kuvikusanya vidole, madmumatayil asabi, hali ya kuvikusanya vidole vya mikono. Madmumatayil asabi, hali ya kuvikusanya vidole vya mikono yote miwili. Mamdudatan,
Na vidole hivyo tukisema madhumuma kuvikusanya, yani hivi, yani mtu asiviachanishe hivi, viwe umevikusanya. Mamdudatan, hali ya kuvinyoosha, huo umevinyoosha. Usinanii swala hali ya kumikunja vidole, hali ya kuvinyoosha. Hadhwa almankibain, usawa wa mabega mawili, awil udhunaini, au masikio mawili. Usawa wa mabega au masikio mawili, ima hivi au hivi. Na hivi manake hili dole gumba lielekee nchi ya nini? Ya sikio hivi. Allahu akbar. Kama ni humu basi hizi furu au kwa maana hii iwe sawa na nini? Na mabega. Kuna wengine wafanya hivi. Allahu akbar. Sasa hiyo kuna mmoja shekhi mwana hivi chini ya kishikaji. Sasa hizi za kisufu wewe tunasema sunna ni maeneo haya au maeneo haya. Tumuzeni watu wengi wanakosea sana hizi haya mambo mawili. Yaani mtu anakuja tu Allahu akbar. Ndio shekhi kwa kushukuru. Lazima kila kiungo kiende pahala pake. Kwa hiyo hadhwa almankibaini, usawa wa mabega, awil udhunaini, au masikio mawili, inda takbiri alula. Inda takbiri imekuja hivyo takbiri sawa. Inda takbiri alawwal imekuja inda takbiri alula. Hii neno kili takbiri lingetakiwa liwe na nini? Na tau tanithi mwisho wake. Inda takbiri alawwal, ule wakati wa kuleta takbira ya kwanza, vidole viwili hivi, yani mikono hii vidole viwe usawa wa mabega au masikio, ule wakati wa takbira ya kwanza. Na tukisema takbira ya kwanza tunakusudia takbiratu al-ihram. Wa inda rukuu, na ule wakati wa kurukuu. Waraf'i minhu, na ule wakati wa kutoka katika nini? Katika rukuu. Wa inda alqiyam, na ule wakati wa kusimama. Min atashahudi alawwali, kutoka tashahudi ya kwanza, ila thalitha, ukaenda katika rakaa ya tatu. Pia pale utanyoosha mikono yako. Nifahamiana? Ule wakati umekaa tashahudi ya kwanza, watakapoenda rakaa ya tatu, unaruhusiwa kusema Allahu akbar, kisha ukaenda juu pale kwenye kikao. Na ziko kaifia nyingine, hata baadhi ya riwaya za maswahaba ukienda kusujudu pia waweza kufanya hivyo. Unaweza kusema hivi hapa ni pengine, na kule juu ni sehemu nyingine. Ukiwa pale umekaa Allahu akbar, unanyanyuka. Ukifika juu unaashiria tena. Hizo zote kaifia zipo. Naam? Kutoka kwa mtume moja kwa moja mubashara hakuna, kwa mujibu wa Sheikh Albani anavyosema. Ima kuna riwaya zinazotoa kwa maswahaba. Ukisoma ile sifatu salat Sheikh Albani, kuna athari kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar, alikuwa akifanya hivyo. Lakini ya Abdullah ibn Umar ile, kama sijasahau, ilikuwa ni ya kwenda katika sijda. Lakini hii iko ima katika hadithi au kwa maswahaba wenyewe. Kwa hiyo hazina tatizo. Kwa nini? Kwa sababu wanaochuoni wa ilmu ya hadithi wanasema swahaba anaposema katika sunna ni hivi, maana kuna sehemu alimuona nani? Mtume akifanya. Fahamiana? Au maswahaba wengi wanapofanya kitendo, maana kuna sehemu walimuona mtume akifanya, au kuna sehemu katika maneno yake walielewa hivyo. Ala kulli hal, lakini ni masala ambayo yapo kwa pamoja.
Na hii ndio maana ya kusoma kutubu mukhtalifa. Tunaelewana? Yani unasoma kitabu hiki, unasoma kitabu hiki, hivyo ndio unazidi kustafidi hivi. Tofauti na unasema mimi nitasoma kitabu hiki tu nenda kutoa fatwa. Hapana. Kutubu ni nyingi sana. Mfano nani ile Sahih Bukhari kusoma pale kwenye mukaddima unaambiwa al-Imam al-Bukhari yeye mwenyewe asema sami'tu an 1000 sheikh wa ziyada, nimesoma kwa mashekhe 1000 na kidogo. Mashekhe aliyosoma kwao asema ni mashekhe 1000 na kidogo. Sasa wanaochona nasema hawa kidogo hawa ni wangapi? Tuambiwa ni mashekhe 70. Hao kidogo, lakini amesoma kwa mashekhe 1000. Sasa wewe una mashekhe wangapi? Manake lazima mtu atawasa, atanuke, aende akachukue hapa, achukue hapa, ndio elimu hiyo. Hata kama maadamu tu wasiwe ni ahlul bidah. Baadhi ya wanachuoni nasema inajuzu mtu kwenda kusoma kwa watu wa bidah, lakini kwa shuruti. Kwa nini? Kwa shuruti zake. Moja katika shuruti, awe huyu anayesoma kwa mtu wa bidah awe anajielewa kielimu kiasi ambacho hata yule shekhe akitaka kuingiza mambo yake anajua hili shekhe hapa anaingiza, lakini hili ni kosa. Sio unakwenda tu unachukua unapokea, kwa sababu kule kwenye usufi tuna maneno kule wanasema mwanafunzi akiwa mbele ya shekhe wake an yakuna talibu inda muallimihi kalmayit inda alghasil. Ukiwa mbele ya shekhe wako uwe kama maiti mbele ya muoshaji, malaika anaweza akakufanya chochote, wewe kimya. Ndio watu wanasema kule kwenye usufi. Ala kulli hal, lan ma zada an wahidatin, kile kilichozidi an wahida katika tasbihi moja. Ma zada an wahida, kile kilichozidi kimoja fi tasbihi rukui, katika tasbihi ya kurukuu wa sujudi na kusujudu. Kilichozidi katika kimoja katika tasbihi ya kurukuu na kusujudu. Yani wajibu katika kuleta tasbihi kwenye rukuu na sujudi ni mara hii. Kilichozidi zaidi ya mara moja katika ile tasbihi ya kurukuu na kusujudu nini? Ni sunna. Ma zada ala qawli, na kile kilichozidi katika kusema rabbana walakal hamdu baada alqiyami, baada ya kusimama min arrukuu, katika rukuu rabbana walakal hamdu, kilichozidi hapo mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shita, yote ni sunna. Wa ma zada an wahida, na kile kilichozidi kimoja fi du'a, katika dua bil maghfira, ule wakati unaomba nini? Msamaha baina sajdataini, kati ya sijda mbili. Mtu akikaa kati ya sijda mbili, kile kikao pale katikati asema nini? Rabbi ighfirli warhamni wajburni. Wajibu ni kusema rabbi ighfirli, hii warhamni wajburni, hiyo ni ziada. Ndio Sheikh asema wa mazada an wahida, kilichozidi an wahidatin, katika moja, fi duai, katika ile dua. Hapana, ile asema mara ngapi ile? Wajibu ni mara moja. Wajibu ni mara moja. Kwa hiyo kilichozidi, yani kilichozidi moja katika ile dua ya kuomba msamaha baina sajdataini, kati ya sijda ngapi? Sijda mbili, ni sunna. Tumeelewana hapo? Kilichozidi zaidi ya ile mara moja katika ile dua bil maghfir, ya kuomba nini? Msamaha baina sajdataini, kati ya sijda mbili, ni sunna. Ya sita, ja'alu ra'si, ukijalia kichwa, hiyala dhahari, usawa na mgongo, sawa na mgongo, hiyala dhahari, sawa na mgongo, fi rukui, katika rukuu.
ja'alu rasi, kukijalia kichwa, hiyala dhahari, sawa na mgongo, fi rukuu, katika rukuu. Ikhwa, kuna ndugu wanapo rukuu, mtu ana rukuu juu hivi, yani ule mgongo hainamishi, na wengine wakiinamisha, mtu inamisha mpaka kama vile atakuangalia nyuma. Ile ni kosa. Twasema alwasatiyya. Alwasatiyya, wasatiyya ni ukati, usiname sana wala usinuke sana. Unajua kuna wale watu wa mazuhudi wale, yani mtu ajifanya zuhudi, anaona sasa ile kuwa sawa kama vile sio zuhudi. Anaona uzuhudi ni ainamishe mgongo mpaka chini. Hapana, usawa ni ule mgongo kuwa nini, kuwa sawa. Kwa hiyo kama atazidisha na kama atapunguza, maana yake huyo hajafanya nini, hajafanya sunna. Ya 7, mujafatul adudaini, kuepusha adudaini, visukusuku. Adudaini ni hizi, yani hizi tunahitaji hizi. Kipepsi ni hiki ambacho kimtandika mtu anang'oka meno. Hizi sasa hizi miundi ni, au Kigoma wanaita miundi eti bonge tunahitaji hii. Mtatafuta Kiswahili, kila mmoja ataandika anavyojua. Kwa hiyo Sheikh asema mujafatul adudaini, kuziweka mbali hizi adudaini, anil jambaini, kutokana na mbavu mbili. Jambi ni hizi mbavu, yani usibananisha hii mikono wakati umesujudu, ni kosa. Mujafatu al-adudaini, kuzitenganisha au kutenganisha mikono miwili, anil jambaini, kutokana na mbavu mbili. Kufanya hivyo ni sunna. Kama utabananisha, maana yake umeacha sunna. Walbatni anil fakhdhaini, na tumbo uliepushe kutokana na nini, na mapaja mawili. Anil fakhdhaini, kutokana na mapaja mawili. Yani mtu asisujudu mpaka kitambi kimegusa, na haya ndio madhara kwa na kitambi. Naam Sheikh. Hapana, hii haihusiani na mstadi. Hii ni kuwa wakati tunasimama watakiwa uchukue nafasi ya kutosha. Tatizo sisi tunapenda kuminyana, lakini ukichukua nafasi ambayo unaamini hii itanitosha, hakuna tatizo. Safu imeminyana, mmoja unamchomoa mmoja, turudi nyuma, katafuta sehemu nyingine akakae. Lakini hii kuminyana hii na nini, hapana. Yaani kwa ufupi inatekelezeka, inatekelezeka. Kwa hiyo walbatni anil fakhdhaini, kuepusha tumbo lisigusane na mapaja mawili. Walfakhidhaini, na mapaja mawili, anisakaini, yasigusane na nini, na sake mbili. Sake ni hii miguu, yani mtu asisujudu akawa amejibana kiasi ambacho mapaja haya yanagusa huko nyuma kwenye visigino. Umeelewana? Naam. Yani mapaja kagusa kwenye visigino fi sujudi, katika sijda. Hizi zote sura yake iko wazi. Naam, mimi sijaelewa. Hebu na mimi tuonyeshe. Yani mtu akasujudu hivi, hii miguu hii ikawa imegusana na mapaja, ni kosa katika sijda. Ya 8, raf'u dhira'aini, kunyanyua dhiraa mbili, anil ardhi, katika ardhi, hina sujudi, ule wakati wa kusujudu. Kunyanyua dhiraa mbili katika ardhi ule wakati wa kusujudu, yani usilaze
nini? Mikono yako. Usisujudu kama mbwa vile, kama mbwa amelala. Mikono ameitandika. Uinyanyue. Mikono iwe juu. Umeelewa? Rafu dhira'aini, unyanyua dhiraa mbili, anil ardhi, katika ardhi, hina sujudi, ule wakati mtu amesujudu. Mikono iwe juu hivi, mtu asilaze mikono yake hivi kwa misujudu. Mikono inyanyue. Hapo dhiraa ni sujudu. Mikono. Hivyo kuna kitu wanaita dhikrul juz'i wa iradatul kulli. Inawezekana nikataja sehemu moja tu lakini nakusudia. Kwenye Qur'ani imekuja Nuhu aliwaambiaje watu wake? Nuhu alimwambiaje Allah? Ja'alu asabi'ahum kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum, kila ninavyowaita ili uwasamehe, ja'alu asabi'ahum, wanaingiza vidole vyao, fi adhanihim, katika masikio. Hivi kidole hivi chaingia kwenye sikio? Kidole chaingia kwenye sikio? Anakusudia nini? Ncha. Kwa hiyo kuna muda inawezekana kikatajwa kitu kizima lakini kuna kusudiwa nini? Sehemu. Si tunaelewana? Hawakuingiza vidole wale, bali waliingiza nini? Ncha, kwa sababu kidole hakiingii chote, bali ingia nini? Sehemu. Ja'al, lakini angalia neno litumika, ja'alu aswabi'ahum, wanaingiza vidole vyao, fi adhanihim, katika masikio yao. Lakini ilikuwa si vidole, ni sehemu katika nini? Katika yani ncha ya kidole. Kwa wanaochona nasema yawezekana dhikrul kulli wa iradatul juz'i, au dhikrul juz'i wa iradatul kulli. Yawezekana sehemu imetajwa kubwa lakini pamekusudiwa sehemu ndogo. Kwa hiyo hapa tukisema dhiraa ndio huu mkono mzima, na ndio hivyo uhalisia wake. Dhiraa ni mkono mzima, kwa sababu hii tunaita nini? Hii ni kafu, halafu hii nini? Hii sio dhiraa, hii ni sa'i. Halafu hii tunaita, hiyo tu ni sa'i nadhani. Halafu kwa mkono mzima ndio tunaita ba. Tunaita nini? Ikipatikana hii hii na hii ndio inaitwa dhiraa. Hiki na hiki na hiki tunaita ba. Tunaita nini? Ba'un. Ama hapa tukisema dhiraa ni kutoka hapa mpaka kwenye kisukusuku. Kwa hiyo uzinyanyue ule wakati mtu amesujudu. Ya 9, aljulusu, julusul musalli, ni kusujudu yule mwenye kuswali, ni kukaa yule mwenye kuswali, ala rijlihi al-yusra, juu ya mguu wake wa kushoto, mafurushatan, hali ya kuutandika. Rafu'u dhira'aini, kunyanyua dhiraa mbili. Sima julusul musalli, kukaa yule mwenye kuswali, ala rijlihi al-yusra, juu ya mguu wake wa kushoto, mafurushatan, hali ya kuutandika. Unaona? Hali ya nini? Ya kuutandika. Wa nasbul yumna, na kuuketisha, na kuuketisha au kuusimika, unaweza kusema hivyo pia, au kuusimamisha. Wa nasbul yumna, na kusimamisha mguu wa kulia, fi tashahudi al-awwal, katika tashahudi ya kwanza. Kwa sura gani? Nuridu al-mithal. Waarabu wanasema wa bil mithali yatadhihu al-maqal, kwa kupiga mifano basi maneno yanakuwa wazi. Tandika kushoto, kusimamisha. Kwa hiyo hapo uliotandikwa ni upi na uliosimamisha ni upi? Ndio maana haya maneno hapo chini. Julusul musalli, kukaa yule mwenye kuswali,
ala rijlihi, juu ya mguu wake, al-yusra wa kushoto, mafurushatan, hali ya kutandikwa, wa nasbu al-yumna, na kukunjua ule wa kulia, fi tashahudi al-awwal, katika tashahudi ya kwanza, wa baina as-sajdataini, lakini atafanya hivyo hivyo pia kati ya sijida ngapi? Sijida mbili, akiwa amekaa kile kikao kinachopatikana kati ya sijida mbili, ataitandika miguu